Ngoja nikusimulie habari ya kijana mmoja, kijana mtanashati, mpole, kipenzi cha wengi, anazo sifa nyingi, lakini kuu kwake ni upendo. Siku moja alikutana na mwanamke Msamaria kisimani. Lo, kijana kamomba Kupitia miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tukaonelea ndani ya mwaka huu, mwezi huu, Mungu alileta kitu kimoja ambacho kila binadamu anatakiwa ajitafakari sana. Ndani ya mwezi mmoja kulikuwa kuna mwezi wa Ramadhani. Ndani ya mwezi huo huo kuna Kwaresma. Ndani ya mwezi huo huo kuna miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mungu anataka kukuonyesha kwamba mtu mwema hukutana na vitu vyema mbele yake. Kwa hiyo sisi kama taasisi leo hatujaja kuongelea hapa mambo ya siasa au makundi maalumu au nini. Tumekuja kuongelea furaha ambayo Mungu anazidi kutupa. Lakini ndani ya mwezi huo huo mbeleni kuna Pasaka. Na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Ewa. Narudia hapo. Ndani ya mwezi huo huo kuna Pasaka. Na katika Pasaka kuna mtoko wa Pasaka. Ewa. Sisi kama taasisi tukasema kuelekea kilele cha Pasaka takuwa kuna mambo mawili. Cha kwanza tukaangalia tunao wamama wajawazito. Wale wamama wajawazito wanahitaji kupewa support. Unajua unapofika kuwa mjamzito kuna mambo mengi unawaza. Kwanza unawaza kiumbe chako. Lakini pili unawaza kama utajifungua salama na mtoto atatoka salama. Na bahati nzuri tuna madokta hapa wanaelewa hilo jambo. Tukasema sisi kama taasisi kuelekea mtoko wa Pasaka wa tarehe 20 lazima kuwe na vitendo. Lakini ndani ya mwezi huu tuna mtoko wa Pasaka ambaye si mwingine. Tunahitaji kumpongeza kwa juhudi alizozifanya za kuunganisha kwanza wanamuziki mbalimbali, lakini pili huyu ni mkongwe na uwezo mkubwa wa kuimba. Ameimba nyimbo ambazo ndani ya nchi na nje ya nchi watu wanazipenda. Hachuji. Ukimwona leo kama umemwona jana, ukimwona jana kama umemwona leo. Na vile vile alipotuwekea ile mtoko wa Pasaka, sisi kama Mama Ongea na Mwanao tumeamua kujoin naye. Huyo si mwingine ni Christina Shusho. Tutakuwa naye katika zile mtoko wa Pasaka kumpa support kama mwanachama wetu wa taasisi ya Mama Ongea na Mwanao. Na bahati nzuri mtoko wa Pasaka huu wale wanamuziki wote unaowajua wa nyimbo za Injili watakuwepo The Dome. Wote. Na sasa hivi hakuna kiingilio, balaa linaanzia hapa. Sasa hivi kuna lile neno la Kiingereza, are you invitees? Si ndio hivyo eh? Are you invited? Si ndio hivyo eh? Mimi nimesoma Russia, sasa kuna vitu kidogo narukaruka sana. Naongea, unajua Kiingereza kina vibe ukikosea. Cheke vitu vizito hivi. Vinahitaji seriousness. Kwa hiyo sisi kama taasisi tumeamua kushirikiana na tunasema mtoko wa Pasaka wa mwaka huu ndio mtoko ambao utavunja rekodi katika taifa letu. Ni mtoko ambao haujawahi kutokea. Haujawahi kutokea. Pendeza, shika kadi yako, njoo tuimbe na Mungu. Sisi tumegawanyika kila sekta ili mradi taifa lipumue, ili mradi taifa licheke, ili mradi wa Tanzania wajipe nafasi ya furaha. Furaha Mungu kamgea maskini na tajiri. Furaha ipo popote pale unapohitaji. Furaha itafutwi, furaha unaiamua wewe kuitafuta. Unapoitaka furaha
ipo, muda wote furaha ipo. Mama Ongea na Mwanao, nakushukuru sana 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 kwa nafasi hii, lakini kipekee sana nakushukuru kwa kukubali wito huu. Kwanza kabisa nimshukuru Mungu ametupatia nafasi ya kufika hapa na kuongea nanyi waandishi wa habari, lakini na umma wote wa Tanzania. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan, ambaye kama kiongozi ametupa nafasi ya sisi watoto wake kuwa huru na kupanga haya tunayoyapanga. Unaweza kaona kwamba ni jambo la kawaida, si kawaida. Kuna mahali ambapo wanatamani kupata fursa kama hizi, lakini mazingira hayaruhusu. Tunamshukuru sana mama kwa kutupatia nafasi hiyo na kushikilia nchi yetu na kuhakikisha nchi yetu ina amani, ina umoja, ina mshikamano. Na niko hapa kama nasema kwa Kiingereza founder au kile Kiingereza chengine kiliona. Wewe ni exactly endelea. Mbeba maono wa tamasha la mtoko wa Pasaka ambalo linafanyika kila mwaka mara moja, na katika siku ya Pasaka, Jumapili ya Pasaka. Hii ikiwa ni mwaka wetu wa 3 tangu tuanze, na tayari nimeona mwaka huu una nguvu na ukubwa zaidi kwa sababu una picha tofauti na tulivyoanza. Asili na wazo la asili la mtoko wa Pasaka ni kuleta Watanzania wote pamoja, lakini kuileta Afrika Mashariki na Kati pamoja, kuhakikisha tunafurahia wema wa Mungu, lakini pia kufurahia mazuri yaliyoko katika nchi yetu, amani, ushirikiano, umoja. Kwa pamoja tunakuja na familia zetu, tunakuja na rafiki zetu katika siku ndefu, yani siku nyingi. Pasaka inakuwa na siku nyingi. Kuna Ijumaa ya Pasaka, Jumamosi, Jumapili na Jumatatu. Ni sikukuu ambayo inakuwa na siku nyingi. Kwa hiyo badala ya wewe kukaa nyumbani, tunakuwa Jumapili ile ya Pasaka, sisi kama Watanzania wote tukutane pamoja, tukifurahi kupitia nyimbo na muziki. Na safari hii mtoko wa Pasaka umekuwa na utofauti kwa sababu ni waimbaji wote wameungana pamoja, wakasema no, kwa kuwa huu mwaka ni mwaka wenye utofauti, ni mwaka wa uchaguzi, tunataka na sisi twende mbele za Mungu kwa sifa, tumuombee mama yetu ashinde. Na ndio maana kauli mbiu yetu ya mwaka huu inasema kwa maombi utashinda. Kwamba mama ajue, rais wetu ajue kwamba hawa watoto wangu wanaofanya injili, wanaoimba injili, wako pamoja na mimi, wananitakia mema, wanaomba kwa ajili yangu. Lakini tukaona hiyo haitoshi, hakuna muziki wa injili bila wadau. Na taasisi ya Mama Ongea na Mwanao ni wadau kindaki. Mimi nikiwa ni mwanachama wa taasisi hiyo. Na wakati mwingine inakuwa ni vitu ambavyo labda hatujaviweka mbele, lakini leo umma wa Tanzania ujue sisi ndio wale wanachama wa Mama Ongea na Mwanao. Thank you. Thank you so much. So nikaenda kwa mwenyekiti, nikamwambia mwenyekiti, huwezi kuwa unaniacha kila mara tunaenda peke yetu, haiwezekani. Na kama kuna taasisi ya ajabu na yenye nguvu sana nchi hii, ni taasisi ya Mama Ongea na Mwanao, ambayo inawaleta Watanzania wote. Wacha nirudie, labda kuna mtu haelewi, labda kuna mtu anadhani Steve huwa anapiga siasa, lakini Steve anawaleta watu pasina kuangalia dini, imani, kabila,